na sekta ya makazi haihusi katika utekelezaji. Kwa hiyo ukiwepo wewe mwenyewe wapata kujidadavua ukapata kutoa maoni yako ili kuweza kufika mbali. Leo tumekutana hapa kama alivyosema mkurugenzi mipango katika kuja kutoa maoni, kutupatia maoni kwenye sheria yetu ya sekta miliki. Sekta miliki ni taasisi ambayo ni taasisi ipo tokea zamani, lakini ilikuwa kama serikali bado hatujaipa nguvu, hatujaipa kipaumbele, hatujaisimamia ipaswavyo. Na kwa kila mmoja katika nafasi yake anatekeleza masuala ya sekta miliki. Unaweza kujiuliza inahusika vipi hapa? Mmoja anahusika kwenye masuala ya sekta miliki kwa sababu kwa tafsiri ya ujumla sekta miliki inakuwa ni kila kitu kilichopo katika mgongo wa hii ardhi. Unachokiona wewe ambacho sisi tukifanyia kazi, hiyo ni sekta miliki. Kwa kila mmoja anakuwa anahusika, anayejenga nyumba, anayejenga viwanda, anayejenga vyuo, anayefanya shughuli za ufugaji, kwa kila mmoja anaguswa na eneo la sekta miliki. Sasa leo tumekuja hapa, tulianza mchakato wa kufanya study ndogo tu ili hili jambo tuende nalo kwa haraka, tukapata ripoti, tukapita kwa wadau mbalimbali Unguja na Pemba, tukapata maoni ya ile ripoti. Lakini baadaye tukasema kwa level za wakubwa kama nyinyi kwenye ile stage ya ripoti tuweza tukaenda na wadau wengine at least tuone kwa namna gani tunaishape ile sheria, alafu tukija kwa ngazi za wakubwa kama nyinyi tuweze kuishape ile sheria wenyewe tuende nayo vipi, ili tusije tukakinzana katika utekelezaji wa majukumu yetu. Kwa sababu tukisema sisi wizara tujifungie peke yetu tuifanye, mwisho wa siku tutakuja kuingia kwenye sheria za mambo ya viwanda, tutaingia kwenye sheria za mambo ya utumishi wa umma, tutaingia kwenye sheria za watu wa ZSSF, tutaingia kwenye sheria za ZIPA. Sasa tutakuja kukuta mambo yako tirigi vyogo bila ya kukutana kwa pamoja tukatoa maoni tukaweza tukashare. Kwa hiyo mimi nawashukuru uwepo wenu, na nadhani tukimaliza leo, kesho tutakuwa tuna kundi la wanasheria wa serikali na wanasheria wanaojitegemea, lakini pia tutashuka kwenye kundi la masheha wote wa mikoa yote ya Unguja na Pemba. Kwa tumesema tuje Pemba tumalize kazi hii, turudi Unguja tukamalize hii kazi, alafu tupeleke katika ngazi ambazo zinaelekea. Lakini zaidi, kwa nini tukaenda kwa spidi? Tunaweza tukajiuliza mbona jambo limekwenda haraka sana. Tuna suala zima hili la utakatishaji wa fedha haramu, na kuna program maalum ambayo imekuja Tanzania ya kudhibiti masuala ya utakatishaji wa fedha haramu. Sasa katika sekta zilizoonekana kwamba fedha nyingi zinatakatishwa, basi ni kupitia sekta miliki. Sasa tuwashukuru wenzetu wa Wizara ya Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Bi Halima, hili ni jambo lako wewe mwenyewe kupitia programu yao ya BISAT, na sisi tukabahatika kuwemo katika kupata fedha hizi. Si kidogo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu tukisema ni kidogo itakuwa ni wakosefu wa fadhila za kuliendea swala hili. Na kwa sababu na sisi Wizara ya Ardhi tulikuwa tuna nia ya kuandaa sheria hii, tukasema basi sasa tumepata msukumo. Na hili lengo lake ni nini? Nchi yetu ilikuwa ishakuwa ipo katika grey list katika masuala haya utakatishaji wa fedha haramu. Sasa ili tutoke huko inabidi kuna majukumu mengi kupitia taasisi nyingi tulipewa kazi ya kufanya. Tuna watu wa mahakama, tuna watu wa DPP, tuna watu wa ZAECA. Yaani katika program tuko taasisi nyingi sana tunafanya kazi. Sasa sisi tukaonekana tuna mchango mkubwa wa kuitoa nchi hii katika masuala haya. Na tunashukuru katika wizara iliyochangia Tanzania ikatoka, kwa sababu hata wenzetu wa Tanzania bara bado hawajalifanyia kazi vizuri ile swala. Kwa hiyo tunaweza tukathubutu kusema kwamba Zanzibar tulichangia kwa asilimia kubwa kuitoa Tanzania katika grey list kupitia Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi kwenye real estate. Kwa hiyo tukasema tuje tulifanyie kazi kwa haraka, tushirikiane kwa pamoja. Kwanza tupate hii sheria, masuala haya yaweze kusimamiwa vizuri, kila mmoja ajijue nafasi yake ni ipi, lakini kuna mapato mengi ya serikali yanapopotea huko, tupate makusanyo. Lakini pili, kuisaidia nchi kama Tanzania na Zanzibar kwa ujumla kuitoa katika hiyo grey list, isije ikaingia katika list nyingine ambayo itakuwa ni hatari zaidi.